ni mwanadamu, lakini umegawanyika katika sehemu kuu tatu. Sasa sehemu tatu ni mwili, roho na nafsi. Unapolisha mwili wako ukashiba, roho yako ikakosa nguvu, na mwili haufai kitu, na wakati roho ndiyo inayotia uzima, kwa hiyo unajikuta unakuwa wiki na shetani atakuchezea. Kwa nini? Mwanadamu ni roho, sio mwili. Ndio maana unapolala Mungu ndipo anaanza kuongea na roho yako. Na ukiona ndoto zako zimeshafungwa na maono, hauoti ndoto, hauoni maono, jua ulimwengu wako wa roho umechezewa. Ina maana wewe umetekwa, upo mateka ya shetani. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe hauwezi ukajua kilichotokea, kilichopo na kijacho bila roho yako. Kwa sababu mwanadamu unapokuwa labda ugonjwa, ukaenda ICU au ukaenda hospitali, ukawekewa dripu ya maji, ikitokea roho yako ikaondoka ukafa, dripu haipeleki maji wala hakuna chochote, huwezi ukaongea, huwezi ukawaza chochote wala kusema chochote, basi mtu halisi ameondoka. Kwa mtu halisi ni roho, ila Mungu yule mtu halisi ili amuongoze kwenye ulimwengu wa mwili, aliamua ampe nafsi ambayo ni akili, maamuzi na hisia, alafu akamweka ndani ya mwili kama lijumba. Ndio maana hilo limwili ni liudongo. Ndio maana unapokufa ukamwagwa hapo, roho hutoiona na nafsi hutoiona, lakini mwili wako utaoza, utageuka maudongo. Kwa hiyo ukiona unatimiza tamaa zako za mwili, ina maana roho yako inapata majanga, inamruhusu shetani aanze kuichezea anavyotaka, na mwisho wa mwisho matokeo yako ya mwili yatakuwa mabaya, kwa sababu mtu wako wa ndani ameshaharibika. Kwa hiyo mtu wako wa ndani usipomlinda, maisha yako huwezi ukawa mtu wa thamani hapa duniani. Utakuwa mtumwa kwa kila kitu. Utakuwa mtumwa kiroho, utakuwa mtumwa kimwili, utakuwa mtumwa kiuchumi, utakuwa mtumwa kimaamuzi, utakuwa mtumwa kimawazo, utakuwa mtumwa wa kila kitu, kwa sababu roho yako iko mateka na dhambi. Ukisoma kitabu cha Isaya 59:1-2 anakuambia mkono wa Mungu haukupunguka ili usitusaidie, na sikio lake si zito lisitusikie, ila maovu yetu yametufarakanisha naye, na dhambi zetu zimetutenga na uso wake. Kwa hiyo kilichomfanya Adam aanze kudhalilika, awe uchi, apitie haya majanga, ni pale aliposhindwa kutii sauti ya Mungu, akala tunda la mti ambao alikuwa amekatazwa. Na wewe unapokula tunda kwa uzina yako, kwa kutotii sauti ya Roho Mtakatifu, ina maana unakuwa uchi. Uchi sio kusema kwamba mavazi yataondoka, ila utapoteza ule utukufu. Ndio maana kwenye ndoto unaona ulikuwa umevaa suti, uko upande wa watu wamevaa suti wamependeza, ina maana wanaheshima na utukufu wa Mungu. Lakini ulipozini ukatenda dhambi, unaona umerushwa upande wa pili wa giza wa shetani, ambapo kuna malaya, wachawi. Ndio maana neno la Mungu kwenye Ufunuo linasemaje? Kuweni makini, maana huko nje kuna wachawi, kuna mbwa, kuna nini. Hao wote ni kwa ajili ya kuharibu mizabibu ya Bwana. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kumlaumu shetani, unaweza kulaumu ndugu, marafiki, lakini wa kulaumu namba moja, adui yako mkubwa na shetani namba moja, ni mwili wako. Mwili wako unaweza kukufanya usimsamehe mtu. Mwili wako unaweza kukufanya uwe na hofu juu ya kitu kitakachotokea. Mwili wako unaweza kutamani utake kufanya zina ili upoteze utukufu wa Mungu. Mwili wako unaweza kukwambia hapa umechoka, usiombe. Hapa iba tu, hii hapa utasaidika hichi. Lakini mwisho wa mwisho unatesa nafsi yako na unatesa roho yako na unamtesa Roho Mtakatifu ambayo umepewa zawadi kama msaada tu. Kumbuka huyu mwanadamu aliye duniani tumepewa thamani na Mungu kwa kumtoa mwanae wa pekee hapa duniani kutufia dhambi zetu na upumbavu wetu. Na ameshatufia, bado tunamuua mara ya pili kwa kumdharau na kutenda dhambi. Maandiko yanasema na yule mwana wa Mungu hatendi dhambi, atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Ndio maana uliona umekuwa wa Ibilisi. Kwa hiyo ukirudi ukatubu, ukaziungama dhambi zako, Mungu ni mwaminifu, atafuta makosa yako yote na ataondoa mauchafu na kukuvisha nguo mpya. Ndio maana anasema kwamba nyie wenye machafu, mavazi machafu, yaosheni nirudieni mimi, nami nitawarudia. Badilisheni matendo ya maisha yenu
ili uchafu wenu usionekane mbele yangu, na hapo ndipo nitawatukuza kati ya mataifa, na ndipo nitawafanya wakuu sana. Soma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14, maandiko anasema kwamba watu walioitwa kwa jina la Bwana wanapojinyenyekeza, wakatubu, wakaomba na kuziacha njia zao mbaya, Mungu atasikiliza kutoka mbinguni, atasamehe dhambi zao na kuponya nchi yao. Kwa sababu kumbuka, tangu umefanya zinaa au ulipofanya zinaa, baada ya hapo umepata faida gani? Hakuna, ni hasara. Kwa hiyo unachotakiwa kujua unapokuja, mimi nikwambia hapa na shauri, lakini mimi nilikuwa ni mtu mwenye dhambi kufanya matendo machafu. Lakini kilichonifanya nishinde hiyo nini? Muda ulipokuwa unafika wa kuwa na tamaa ya kufanya kile kitu, ila maana najizuia, alafu naanza ahadi niliyoiweka kwenye maisha yangu, alafu naangalia ninaelekea wapi. Naangalia maisha ya dhambi niliyoyapitia, nimefanya nini cha maana? Hakuna. Kwa naangalia lazima nijenge historia ya kudumu, na najifunza kutoka kwa watu ambao wameishi maisha matakatifu na matokeo yao yako vipi. Naangalia mfano mtu Yusufu, naangalia mfano mtu Daniel, ni watu ambao walishinda dhambi. Lakini naangalia mtu kama Samson, amekuja kuangamia. Na mwangalia mtu kama Suleiman, alikuwa na fahari lakini baada ya kuzini akateketea. Tunamwangalia mtu Daudi alikuwa na utukufu mkubwa wa Mungu, lakini baada ya kuzini na mke wa Bathsheba, utukufu ukaondoka. Ndipo hadi watoto wake wakaja wengine wakusimama kwenye kiti cha enzi baada ya Suleiman, kwa sababu laana ilitokea pale. Hata kama aliomba rehema kupitia Zaburi ya 51 akasamehewa, lakini Mungu atakusamehe dhambi, lakini utaogelea adhabu ya dhambi yako. Sasa hapa Mungu anaweza au alikuwa anakutukuza. Sasa unapotenda dhambi, ukiomba msamaha kwa kumaanisha ukaacha. Kwa sababu unapoomba dhambi alafu ukarudia dhambi, ndugu, ni kama mbwa aliyetapika matapishi akaanza kuyala, au nguruwe aliyejiosha kwenye udongo, aliyeoshwa alafu akarudi kwenye udongo. Na hapo ndipo unamkasirisha Mungu zaidi, na hapo ndipo Mungu anaweza kukupiga kiboko ambacho utosahau maisha yako yote. Mungu akishakuonya mara ya kwanza, ya pili ukarudia tena, mwisho atakuacha. Na hapo ndipo akishakuacha, ndipo mashetani atakuvamia na unakuwa kama Sauli, na mwisho wa mwisho mauti atakupata. Ukiona Roho Mtakatifu anakulazimisha kufanya hivyo, kuacha dhambi, jua Mungu ameweka kusudi ndani yako. Wenda anataka kuja kukutumia. Mungu aliyowatumia ni watu wanyonge, waliokuwa hawana kitu. Muda mwingine unaona upo unafanya kazi hapo, lakini ukimtafuta Mungu kwa roho na kweli, ukawa na passion na desire, baadaye unaweza kuja kuwa mtumishi mkubwa wa Mungu, na ukawa na vipawa, ukatembea na nguvu ya uponyaji kupita kawaida. Kumbuka hivyo vipawa havifati mtu mwenye elimu. Unaweza umtafute Mungu aweke kipawa hata cha uponyaji, kiweta anatembea, kiziwa anasikia, kipofa, ukitoka hapo ukaingia mtaani unawaponya watu. Mungu anakuinua, na watu hawataangalia umesoma hujasoma, ulikuwa mtumwa usio mtumwa. Vitu vya Mungu havichagui mtu elimu. Kwa hiyo ukipenda vitu vya Mungu, ndugu, anaweza kukuinua kutoka kwenye matope. Ndio maana wanaomfuata Mungu wa Israeli, wao anaweza kuwainua, na aliwatumia watu ambao hawana elimu kabisa. Petro alikuwa ni mtu ambaye ni mvuvi. Wote wanafunzi wa Yesu walikuwa hawana elimu yoyote, lakini Mungu aliwapa hekima na maarifa, na wakafanya matendo makuu, wakaheshimika. Mpaka leo dunia nzima inawajua watu waliokuwa wavuvi. Na wewe usijiangalie hapo ulipo, usiangalie kazi ulionayo. Muda mwingine unaweza kubaki kwenye hiyo hali ya umaskini na utumwa mpaka maisha yako yote. Lakini unapotapu kwenye mambo ya kimungu, ukawa na kiu ya Mungu, ukamfungulia Mungu milango, Mungu anaweza kukupa vipawa, anaweza kukupa karama, anaweza kukuinua, anaweza kukufanya kitu cha tofauti hadi dunia nzima ipige magoti mbele yako. Mungu anaweza kumtoa mtu kwenye matope amketishe na wakuu. Ukiangalia wasanii kwa mfano hapa wa duniani, kuna wasanii ambao hawajawahi kusoma, lakini kwa sababu ya vipawa Mungu alivyowapa, leo ni watu wakuu, hata kama wamevitumia kwa njia nyingine ya kishetani. Sasa leo unaweza kuwa ni mtumwa, unaona unafanya kazi hapo, lakini ukimtafuta Mungu ukawa na kiu,
Mungu akakuwekea vipawa au karama, ndugu, unashangaa umekuwa nabii mkubwa na dunia nzima inaanza kupanga foleni kuja kukufuata. Anza kuwa na kiu hiyo. Anza kumtafuta Mungu, anza kusoma Biblia, anza kuomba sana, anza kukesha bila kuomba bila kukoma. Mtafute Roho Mtakatifu, mwambie nataka unitumie, alafu utaona baada ya muda mfupi kitu kitakachotokea kwenye maisha yako na utatoa ushuhuda. Maisha ya mwanadamu anapogundua thamani ya Mungu kwenye maisha yake, akaanza kumtafuta, huyo mwanadamu hatobaki kama mtu wa kawaida. Huyo mwanadamu atabadilika. Huyo mwanadamu atakuwa kitu cha thamani ambacho dunia nzima itashangaa. Kwa hiyo usikubali kuishi kama mnyonge hapa duniani. Kwa hiyo unalia kwa sababu ya uchumi, unalia kwa sababu ya elimu. Ndugu, Mungu ameachilia vipawa. Vipawa na karama Mungu anapokupa, haangalii elimu yako, haangalii ulimuri wako, haangalii jinsia yako. Musa alikuwa ni mtu ambaye ni mwindaji, ni mchungaji tu, tena ni mtumwa kwa Yethro, lakini Mungu alimtukuza, akaenda kuiongoza Misri, kuitoa wa Israeli kutoa Misri, akawa ni taifa kubwa, akaongoza watu wakubwa. Mungu anatoa hekima kuliko ya wanadamu. Maarifa haya unayoyaona na kufundisha na kuelekeza, sio maarifa nimeyasomea sehemu yoyote, wala mimi kwamba akili yangu ndio inanipa. Ina maana Roho Mtakatifu anashusha neema yake na hekima yake na maneno yake ili yatoke, yawe na nguvu ya kuweza kumbadilisha mwanadamu. Kwa hiyo ninayokufundisha sio ya kwangu, wala haya maneno sio ya kwangu, wala mimi sikuwa na akili hii, wala sina mawazo yoyote, ila ni Roho Mtakatifu anasema ndani yangu. Na kipindi cha nyuma nilipokuwa kulingana na hicho unachokiona, ina maana Mungu ameweka karama ya uponyaji na karama ya unabii ndani yako. Ndio maana unaona tamaa zinakusumbua. Mtu ambaye ni nabii na mtu ambaye mwenye kusudi la Mungu, shetani anachokifanya ila amuondoe kwenye kusudi ni kumpiga kwa uovu, kwa nguvu za giza au kwa tamaa. Hayo ni mambo ambayo yanawakuta watu waliochaguliwa na Mungu. Na mimi mwenyewe sasa hivi unaniona niko hivi nafundisha, lakini na mimi nilipitia kwenye uovu, kumwacha Mungu. Sikuwahi kwenda kanisani tangu darasa la 7 mpaka namaliza chuo. Lakini pia nilikuwa mzinzi kupita kawaida, lakini pia nilikuwa nafanya uchafu mwingi. Lakini Mungu unapomruhusu ukaamua kubadilika, Mungu atakutia nguvu na utashinda hayo majaribu. Kwa hiyo vitu vya mwili vinavuta, ndio maana unaona unaombea watu, unaona. Kwa hiyo jua Mungu ameweka karama. Kwa hiyo shetani leo amechukua maono yako, amechukua ndoto yako ili akupoteze kwenye ramani, alafu kusudi la Mungu ndani yako life. Kwa wewe ukizidi kupambana, ndugu, utakuwa mtumishi mkubwa, na nitakuombea na Mungu atafanya mambo makubwa na atakujaza Roho Mtakatifu, utapata nguvu na utazidi kusoma. Ukipata shilingi